Siniaje, mimi naitwa Mr. Mapromo. Imekuwa blessing sana. Leo niko mgodini, huku panaitwa Buhemba, ambapo ndo machimbo yako huku, si ndio hivyo? Na hapa nimekutana na mama ambaye yeye kaniambia alianza hizi kazi kwenye miaka ya akiwa na miaka 17. Nikashangaa sana, lakini sasa hivi ni mama na kiuhalisia hapa naongea na mtu ambaye bilioni sio shida kwake. Na tunaenda kupiga naye story. Mama, shikamoo. Marahaba, ujambo? Usijambo, mzima? Mzima kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Rebecca Mnanga. Tuko hapa mgodini. Hapa panaitwaje kwa yule ambaye anakutazama hapa juu kabisa? Hapa panaitwa Tarani. Tarani. Buhemba huko. Buhemba, Tarani, mgodi wa Tarani, mgodi wa Gimunta. Hapa tunachimba. Kabisa. Nilichoshangazwa ni kwamba na wanawake pia huku wanamiliki kumbe mashimo yao, yani sehemu za nahitaji maduara. Yes. Maduara hapa ni kawaida, maana wanawake kufuatana na ujasiri wako ulionao. Unaanzisha duara, unaweza kuna kamilioni 50 kako, unakapiga kakiisha, unatafuta tajiri, anakuunga, unapiga show. Unaweza kupiga show hata miaka 2, 3 unatoboa. Unaanza kula madini. Kabisa. Uliwezaje? Kwanza umeniambia ulianza na miaka 17. Ilikuwaje ukaingia kwenye hii biashara ya madini? Hii biashara ya madini sisi kwetu tulikokuwa ni jirani na mgodi. Sasa tukao tunaona watu jinsi wanavyo chimba na sisi tukao tunaenda kwa kujifunza. Kumbe kujifunza ni kuzamia. Ndio tukafikia. Yamekuwa maisha yenu kabisa. Yamekuwa maisha yetu mpaka sasa na miaka 50 na kitu. Naendelea na masuala ya mgodi na familia yangu tunza kwa kazi hii na wasomesha kwa kazi hii na mpaka sasa nina watoto wako shule 4 na wote wanasoma bila shida yoyote. Yes, nilitaka pia unipe uzoefu kwa yule mtu ambaye labda ana mtaji, ana milioni 10 hivi, anatamani kwamba nikafanye biashara ya kuchimba na vitu kama hivyo. Milioni 10 inatosha? Milioni 10 haitoshi, hiyo ni hela ya nyanya, utafanyia nini? Milioni 10 ni hela ya nyanya. Hela ya nyanya kabisa. Hata ukija mgodini na mwambie mtu na milioni 10 unaingia kwenye kazi za kuchimba, anakushangaa. Wewe. Sana, labda hiyo ni hela uende utafute kibanda cha nyanya. Weke dagaa zako, weke vitunguu, basi maisha yaendelee. Ndivyo hivyo ukweli. Ndio ukweli huo. Kwa huku milioni 10 sio hela kabisa. Milioni 10 hata ukinipa sasa hivi asubuhi sina hata 100. Mamangu. Ndio hivyo. Kwa sababu vijana wanavyoingia chini wanavyotoka lazima walipe. Na maana kama sasa hivi tunazamisha, unaweza kuzamisha duara kwa futi. Na maana una vijana karibu 10. Wote unatakiwa walipe. Sasa milioni 10 inakusaidia nini? Hata 50 yenyewe haitoshi. Wewe. Kweli kabisa. Kwa hata huyu mama nayeongea naye ambaye anamiliki duara lake, yani amna angalau uwe na bei gani yani ndo. Yani kwa mfano kama umekuja kuanza kazi, kwamba uanze baadaye utafute wadau. Uwe na 200. Milioni 200. 200 ukishaenda baadaye unatafuta wadau wa kukufikisha. Ile usizani kwamba hiyo milioni 200 kwamba itafikisha. Hamna. Unaanzia baadaye unaongea na tajiri, anakuja anakuunga, mnatembea. Kwa mtu ambaye kama wewe uliyesimama sasa uko peke yako, unakuwa at least hamna una kama ngapi? Kwa mfano, uwezi jua kwamba una ngapi. Hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu kwamba una shilingi ngapi, unaweza kuielekeza huku kwa sababu kazi yetu ni bahati nasibu. Kwa hiyo unakiweka hivyo unatafuta na mtu mwingine. Mnaungana. Hata mkienda shoti muende wote. Ni kazi ya kushirikiana. Ni kazi ya kushirikiana. Kwamba tukiumia nisiumie mwenyewe. Nisiumie mwenyewe, tumie wengi. Lakini kuna kipindi ushawahi kuweka hela ikateketea bila kurudi kabisa? Kuna kipindi tuliwahi kuweka hela tukachimba kabisa miaka 3 ila sema tusingepoteza. Kilichosababisha tukapoteza na serikali nayo ilichangia. Sababu mnachimba kama hivyo baadaye unashangaa leseni inachukuliwa kwa mtu mwingine. Kwa hiyo leseni ikichukuliwa kwa mtu mwingine kurudisha ile hela inakuwa changamoto. Ambapo mliweka kama shilingi ngapi? Bi nzima kabisa. Bilioni 1. Kwa sababu duara saa zingine unaweza kuchimba hivyo kutane na maji. Mnavuta maji kwa siku unaweza kutumia milioni 2 maji tu kujaanza kuchimba. Hiyo miti lazima ujenge usalama wa binadamu. Unaleta fuso moja hapo milioni 3 inakatwa mara 2 imeisha. Hujalipa fundi, hujalipa mvuta fero, hujalipa yule anayeyapakia. Shughuli ni pevu kubwa kabisa. Kwa kumbe hela ya mgodi kwa wale ambao tumekuwa tukiona huko mtandaoni bana, mgodini kuna hela na nini, sio rahisi kama watu wanavyosimulia. Si lazima utumike kabisa na ujikaze. Sio kirahisi kwamba utaenda hivyo na upati. Lazima ujikaze. Usipojikaza huwezi kutoboa.
Utakimbiana. Hata kama una hela zako huwezi kutoboa, lazima ujikaze. Inahitaji moyo. Baliane na kupoteza muda. Kwa hiyo hata hapa kuna muda tunapoteza na kuna kuwa na moyo ujasiri kwamba hili nitaweza. Na unaweka milioni 500 na zinaisha na hujapata chochote, lakini bado unakuwa na imani. Na unaendelea kuishi. Unakuwa na imani kabisa ya kutosha. Milioni 500 unaweka chini na hujapata hata 100 na bado unaendelea. Hii biashara inahitaji moyo sana. Inahitaji moyo. Lakini uniambie kwamba una kaduka kako kasimu pale kwamba ninauza, unasema nina hela, nina milioni 10. Hiyo milioni 10 hamna kila kitu. Taibika mitaani. Watu wa Mgodi wanazarau sana. Yaani ukituambia sisi watu wa damu milioni 10 tunaiona hela hiyo. Kwenu ni mtaje. Kwetu hapa. Yaani kwanza hata nani anakuelewa? Hawezi. Unaonekana mtu wa kawaida tu. Yaani haupo kwenye mfumo. Milioni 10 haina kazi. Sasa hii kazi kama hii siku 2 asubuhi yake hutaonekana, unakimbia, wachimbaji watakupiga. Sasa ukimaliza unataka hela. Alafu unawaletea maneno. Unakuambia ni maandishi kwenye kanga. Wewe. Kwa hiyo lazima unavyoenda unavyokaa, unaona kama mimi nimekaa, wakitoka walipwe. Kwa keshi ni lazima. Hata kama kwako umeishiwa, unamwambia mwenzako, pambana upate hela tulete tulipe watu. Na yeye sasa wewe unabaki kugadi hapa, yeye anagadi kutafuta hela. Ndivyo hivyo. Tunashirikiana. Ndio maana unaona saa zingine kama umechukua hela kwa matajiri, usipolipa hata kama umejenga unanyang'anywa mji. Mna sheria zenu. Sasa ufanyeje? Ni hela ya mtu umechukua, inarudije? Hauna namna, anaenda anauza mji. Kwa hiyo unabaki tena unaanza moja. Kianza moja napo Mungu akikusaidia ndio hivyo. Mimi nimefurahi sana kwanza kuwepo hapa siku ya leo. Nimetembezwa sana, nimefurahi, nimekutana pia na wewe ambaye actually sikutegemea kama kuna mwanamke ambaye anaweza kuwa anafanya kazi hizi, lakini nashukuru sana kukukuta wewe. Ile mwanzo sasa yani najua umejifunza kutoka nyumbani kwa sababu palikuwepo karibu na kwenu. Lakini ile mwanzo kusema bana na mimi naweza nikadhubutu. Uliwezaje? Yaani mwanzo ni rafiki yangu. Alikuwepo rafiki yangu akawa naangalia maneno yake alipokuwa anaenda. Nikamuuliza wewe unafanyeje? Mbona kazi yako inaenda spidi? Kaniambia mimi niko mgodini. Mimi kazi zangu ni za mgodi, lakini mgodi lazima usote. Kama utaweza twende ukajaribu. Nikamshika mkono. Kaja kujaribu maisha. Kabisa. Pambana mwaka mzima hiyo Nyamongo hiyo. Au umetembea migodi tofauti? Nyingi mno tofauti. Tembea Nyamongo kipindi kile wanawake wanachimba. Kachimba, Mungu kasaidia nikaokota jiwe. Jiwe nikaliuza milioni 20. Uliokota yani juu kwa juu. Yale mafero uliokuwa na mwaga hivi, tunapiga ukware nikaokota lile jiwe. Kaenda nikauza, ile walisema nimeibiwa, ile mimi ilikuwa sijui, niliona ile milioni 20 ni hela. Kwa hiyo nilipopata ile hela ikanipa nguvu. Kuanzia hapo sikutaka kazi nyingine tena. Ukaendelea. Kipindi unapata ile jiwe la milioni 20 ulikuwa na umri gani? Nilikuwa na miaka kama 22. Bado ulikuwa binti. Bado kabisa nina nzao 2. Unajua kule sisi tunaikuolewa. Nina nzao 2. Lakini kuanzia hapo mpaka dakika hii naendelea na masuala ya mgodi na nina watoto wangu 8 na hakuna mtoto ambaye hajasoma, wote wako mashule. Wote wako wanasoma. Wote wanasoma. Kwa nini uliamua kuwapeleka watoto shule na sio kuwafundisha mambo ya madini? Niliona ni vizuri hata kama unapata hela. Unajua kwenye familia upate hela na wasomi wawepo. Usipate tu hela lakini wasomi. Ndio. Yaani ukipata hela wewe hujasoma. Umefikia la kwanza, la pili, la tatu. Si unajua? Sana ukifika la 7 hapo umemaliza show. Kwa nini na watoto wafikie hapo? Wewe nikatamani kuendeleza watoto hata angalau ukipata hela iwe na wasimamizi wazuri. Na umepambana, hela unayo. Ya kawaida ya kula na wenyewe kusoma. Hapo ya kawaida ni bilioni zinazungumzwa. Na kawaida ya kula ikosi. Ya kula ikosi. Watoto umewasomesha mpaka level gani ambaye amesoma sana yuko? Yaani mpaka sasa hivi nina mmoja ni daktari na nina wengine, mmoja ni surveyor au manani haya maskaveta. Nina 2, mmoja yuko nje anaendelea. Umempeleka mpaka nje ya nchi? Anasoma na wengine wadogo. Hongera sana.